بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، tunaendelea na darasa zetu min durusi muhimma lin-nisa, ambapo leo hii bi'aunillahi al-karim wa mannihi wa karamihi tutasoma kuhusiana ad-darsu الثامن والثلاثون. الدرس الثامن والثلاثون، صوم 38. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: يجوز للمرأة، ينجوزكم mwanamke wa Kiislamu qassu sha'riha lizina, kupunguza nywele zake kwa ajili ya mapambo, kwa ajili ya kujipamba. Walakin bi shartain, lakini kwa masharti mawili: adamu at-tashabbuhi birrijal, sharti ya kwanza ni kutojifananisha na wanaume, wa adamu at-tashabbuhi bilkafirat, na sharti ya pili ni kutojifananisha na makafiri wa kike. Yajuzu lilmar'ati, inajuzu kwa mwanamke wa Kiislamu qassu sha'riha lizina, kupunguza nywele za kichwani mwake kwa ajili ya mapambo. Walakin bi shartain, lakini kwa sharti mbili: adamu at-tashabbuhi birrijal, asijifananishe na wanaume katika kupunguza hizo nywele, wa adamu at-tashabbuhi bilkafirat, na asijifananishe na kutojifananisha na makafiri wa kike katika kuzitoa hizo nywele. Na masala haya aliulizwa al-allamatu Ibn Baz rahimahullah ta'ala, akasema rahimahullah: qassu ash-sha'ri, mwanamke kupunguza nywele za kichwani mwake, idha kana wafiran litakhfif, itakapokuwa ni nyingi mno kwa ajili ya kuzipunguza, fala ba'sa, hapana ubaya juu ya jambo hilo. Idha qassat min sha'riha almar'a, mwanamke atakapopunguza nywele zake litakhfifi, fala ba'sa, kwa ajili ya kuzipunguza, hapana ubaya juu ya jambo hilo. Faqad thabata anna azwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika pamethibiti kuwa hakika wakeze mtume alayhi salatu wassalam, qassu min ru'usihinna, walipunguza nywele za vichwani mwao, baada wafatihi alayhi salatu wassalam, baada ya kufa kwake mtume alayhi salatu wassalam, litakhfif, kwa ajili ya kuzipunguza zisiwe nyingi mno, kwa sababu zilikuwa ni nyingi mno alayhi salatu wassalam. Wa radiyallahu anhunna, na Allah awaridhie wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam, mama zetu. Falmaqsud, al-allamatu Ibn Baz akasema, ndotaka hivyo mwache. Falmaqsudu, basi jambo lenye kukusudiwa, anna al-qassa, hakika kupunguza, idha kana litakhfifi, hakika itakapokuwa ni kwa ajili tu ya kuzifanya zisiwe nyingi, walaysa liqasdi at-tashabbuhi birrijal, na wala si kwa malengo ya kujifananisha na wanaume, wala liqasdi at-tashabbuhi bilkafirat, na wala si kwa malengo ya kujifananisha na wanawake wa kikafiri. Wa inma taqussu dhalika litakhfif, bali anapunguza hizo nywele zake kwa ajili ya kuzifanya zisiwe nyingi katika kichwa chake na kwa ajili ya kujipamba. Fala ba'sa bidhalik, hapana ubaya juu ya jambo hilo, ikiwa mume wake ataridhia hilo, ikiwa mume wake ataridhia hilo.
hapatakuwa na ubaya. Kwa hiyo hapo tunajifundisha kuwa almar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalafi, min zinatiha, miongoni mwa mapambo yake, tatazayanu bitaksiri sha'riha, anapunguza au anajipamba mwanamke wa kisalafi kwa kupunguza nywele zake, idha kanat wafira, idha kana wafiran, itakapokuwa hizo nywele zake ni nyingi, duna tashabbuhi birrijali au alkafirat, duna tashabbuhi birrijali au bilkafirat, pasi na kujifananisha na wanaume au makafiri wa kike. Almaratu salafiyya tatazayyanu, anajipamba, bitakhsiri sha'riha, kwa kuzipunguza nywele zake kichwani mwake, idha kana wafiran, zitakapokuwa ni nyingi mno, duna tashabbuhi birrijali au bilkafirat, basi na kujifananisha na wanaume au makafiri wa kike, bali makusudio yake katika kufanya hivyo mwanamke wa kisalafi inakuwa ni litakhfif, kwa ajili ya kuzifanya zisiwe nyingi katika kichwa chake, au tajammuli li zawjiha, au kwa ajili ya kujipamba kwa ajili ya mume wake, kama ilivyothibiti kuwa ummahatul mu'minina radhiyallahu ta'ala anhunna, mama wa waumini Allah tabaraka wa ta'ala awaridhie, annahunna kunna ya'khudhna min shu'urihinna, kwamba wao walikuwa wanapunguza nywele zao katika vichwa vyao, baada wafati nabii sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa mtume alayhi salatu wassalam, litakhfif, kwa ajili ya kuzikhafifisha kichwani. Kwa hiyo la haraja fi dhalik, hapana ubaya katika hilo, itakapokuwa mwanamke hafanyi hivi kwa israfu. Hivi ndivyo ambavyo wanazungumza ahlul ilm rahimahumullahu ta'ala. Hiyo ndio ad-darsu ath-thaminu wath-thalathun. Kwa hiyo mwanamke wa kisalafi anatakiwa ajue hilo, kwamba yeye aruhusiwa kupunguza nywele za kichwani mwake kwa makusudio ya kujipamba, kwa makusudio ya kuzipunguza zisiwe nyingi sana. Haja itakapoita kufanya hilo, la ba'sa bidhalik au la ba'sa fi dhalik, hakuna ubaya katika jambo hili, lakini kwa sharti adamu tashabbuhi birrijal, asijifananishe na wanaume, akanyoa kama au akapunguza kama wanavyopunguza nani? Wanaume. Akapunguza kama wanavyopunguza nani? Wanaume. Wanaume wanapunguza nywele, na wako nazo wao namna mbalimbali za upunguzaji wa nywele zao. Kwa hiyo yeye asipunguze kama wanavyopunguza wanaume. Wa adamu at-tashabbuh bil kafirat. Lakini jambo la pili ni kwamba asijifananishe na nani? Makafiri wa kike. Makafiri wa kike kuna minyoo au kuna staili na namna mbalimbali ambazo wao hupunguza nywele zao, yeye asizitumie hizo namna zao. Lakini sharti ya tatu, idhnu zawjiha, ikiwa ameolewa basi ni lazima apate idhni ya mume wake, mumewe awe amemruhusu kufanya hivyo, kwa sababu nywele ni mapambo ambalo linamvutia mume wake. Kwa hiyo anapotaka kuzipunguza basi lazima apunguze kwa idhni ya mume wake. Hadhihi hiya almar'atu as-salafiyya wa sha'riha, huyu ndio mwanamke wa kisalafi na anavyoamiliana nywele zake katika kujipamba. Wazi. Lakini hili halitakikani pia liwe ni mara kwa mara, kwa sababu mtu anaweza kufanya ndio uchochoro, ikawa ndio mara kwa mara anafanya hicho kitu. Tayib, hiyo ni ad-darsu ath-thaminu wath-thalathun.